huo unajulikana katika lile ambalo Mungu alikusudia aliwepo, yani familia. Ndugu zangu, familia ya Yesu, Maria na Yosefu ni chimbuko asili la familia zote za Kikristo na taifa lote la Mungu. Familia ni muungano wa mama na baba, na tunda linalotokana na upendo wao kama zawadi ya Mungu ni watoto. Narudia, familia ni muungano wa baba na mama, na tunda linalotokana na upendo wao kama zawadi kutoka kwa Mungu ni watoto. Lengo la familia tangu milele na hata milele ni pamoja na wawili hao, yani mume na mke, kuishi pamoja katika raha na taabu, katika afya na magonjwa, katika ujana na uzee, katika utajiri na umaskini, wakihiji pamoja kutakatifuza ulimwengu, lakini pia kutakatifuza maisha yao. Lengo la pili ni kushiriki uumbaji wa watoto, na lengo la tatu ni kuwalea watoto. Sifa za familia ni kwamba familia ni kitovu cha uumbaji. Familia ni kanisa la nyumbani, pale ambapo fadhila na tunu zinafundishwa, lakini pia zinarithishwa. Leo hii hili linakuwa ni changamoto kama nitakavyolieleza. Ni changamoto kubwa kwa sababu ya itikadi za kimagharibi zinazopigiwa chapoo na kile kinachojulikana kama the New World Order, the secret destiny, yani mpango mpya wa ulimwengu wenye ajenda ya siri. Familia ni shule ya sala na liturujia kwa ustawi wa kiroho na wa kiutu. Familia ni shule ya liturujia kwa ustawi wa kiroho na wa kiutu. Familia ni shule ya upendo, haki, amani na usawa. Kile ambacho kinaonekana ndani ya kanisa leo hii ni tunda ama la uwajibikaji au la kutokuwajibika kwa familia. Kinachoonekana kwenye jamii na hata kwenye taifa, aina ya viongozi tulio nao, ni matunda ya uwajibikaji ndani ya familia au kutokuwajibika ndani ya familia. Ikiwa tunaweza kuishi kwa upendo kwenye misingi ya haki, amani na usawa, haijalishi tofauti zetu za kiitikadi au za ukanda au za imani, basi tunaweza kusema ya kwamba familia zinafanikiwa. Lakini ikiwa tunaishi bila kuthaminiana, kupendana, kujaliana, pale ambapo hakuna haki, hatuwezi kuzungumza juu ya amani, bali tunaweza kuzungumza juu ya kuvumiliana, na hilo haliwezi kutupa mustakabali ulio sawasawa kwa siku za mbeleni. Wapendwa, kama nilivyosema, familia ni kitivo cha uhai, malezi na majiundo. Naomba sasa nizungumze nafasi ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto, hususan mtoto wa kiume, nikimwalika mama, nikimwalika baba waweze kulitafakari hilo na kuona ni jinsi gani ambavyo mtoto huyu wa kiume, mvulana au kijana, asivyopata malezi, majiundo na matunzo, lakini pia kufundwa vizuri, taifa letu, kanisa letu na jamii katika ujumla wake hauko salama. Niseme ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyemuumba mtoto wa kike na mtoto wa kiume, katika utakatifu wake anataka wote
wapate malezi stahiki, wapate matunzo stahiki, wawe na makuzi stahiki na maendeleo sahihi. Ni kweli kwamba siku za nyuma ni kana kwamba mtoto wa kike alisahauliwa, na jitihada nyingi zimefanyika kumkomboa mtoto wa kike. Lakini kinachoonekana leo hii, gharama inayotumika kumkomboa mtoto wa kike ni kwa hasara ya mtoto wa kiume, tukifikiri ya kwamba tuko salama. Ndugu zangu WAWATA na UWAKA mlioko hapa, tambueni ya kwamba utume na jukumu la malezi, majiundo na elimu katika kanisa huenda sambamba na utamaduni wa Kanisa Katoliki wa kumlea mtu mzima katika nyanja zote za maisha: kimwili, kiroho, kihisia, kijamii, kitaaluma na kimaadili, na chochote kile ambacho kinaweza kumsaidia mwanadamu aishi maisha ya heri, maisha ya amani, maisha ya furaha angali yupo hapa duniani, lakini pia kama maandalizi ya maisha ya umilele. Kanisa Katoliki linatambua ya kwamba kazi ya uumbaji ni kazi endelevu. Kwa hiyo malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto ni moja ya vipaumbele ndani ya familia, ndani ya shule, taasisi za kanisa na zile za kijamii. Ifahamike ya kwamba malezi, makuzi na maendeleo ya awali ni programu na vitendo vilivyoandaliwa kumsaidia mtoto akue vizuri katika nyanja zote. Na hili halibagui kwamba ni mtoto wa kiume au ni mtoto wa kike. Mtoto yeyote aliyezaliwa na wazazi wawili ndani ya familia anahitaji kuchangamshwa kiakili kwa michezo, maneno yaliyochanya. Anahitaji kujifunza kusema, kutembea na kujifunza utamaduni na mazingira yake. Anapaswa kupewa maelekezo na ushauri unaomwezesha aendelee kujiamini, ategemewe na awajibike katika maisha. Mabadiliko haya ya ukuaji yanayojitokeza kadiri muda unavyozidi kwenda yanapaswa kuwa monitored, yanapaswa kuangaliwa na wazazi wote wawili ikiwa wako hai, na kama hawako hai nini kinachopaswa kufanyika nitaeleza. Ni katika muktadha huo tunajiuliza, nini maana ya malezi ya mtoto, awe ni wa kike au ni wa kiume? Malezi ya mtoto ni mchakato wa maandalizi ya mtoto utakaomwezesha kukua, kubadilika na kushiriki katika shughuli za kanisa, shughuli za jamii na utamaduni, kwa kumlinda na kumfanya awe sehemu ya jamii au sehemu ya kanisa, akiendelea kupata huduma msingi. Tunapozungumzia makuzi ya mtoto, ni mchakato wa mabadiliko katika ukuaji wa mtoto kwa kuzingatia hatua zote za ukuaji unaoimarishwa na utoaji wa huduma jumuishi, ikiwa ni pamoja na lishe, maji safi na salama, afya na ulinzi, nafasi za michezo na elimu. Ni pale ambapo mtoto anasaidiwa ili aweze kujiuliza mambo sita. Moja, mimi ni nani? Nafanya nini? Kwa nini nafanya lile nalolifanya? Wakati gani? Mahali gani? Na namna gani? Nini maendeleo ya mtoto? Ni hatua za mwanzo za mabadiliko ya mtoto yanayotokea hatua moja baada ya nyingine kulingana na umri wake, yanayomwezesha mtoto huyo kushiriki kikamilifu katika ukuaji na maisha yake kulingana na hatua mbalimbali za makuzi. Baba Mtakatifu Francisco hayati sasa, katika waraka wake wa Amoris Laetitia anasema, watoto wakishazaliwa
pamoja na huduma ya chakula, matunzo na malezi wanayopokea ni lazima yashenishwe na utajiri wa kiroho, wanapofahamu ya kwamba wanapokelewa, wanakubaliwa, wanapendwa na wazazi na ndugu wanaowazunguka. Upendo huo unajidhihirisha kwao wazi katika zawadi za majina tunayowapa, lugha wanayojifunza, mtazamo wa upendo wanaong'amua kutokana na tabasamu na kicheko cha wazazi. Nimeandika kitabu Maisha ya Mzazi Asiyekuwa na Mwenza, na katika kitabu kile nimejaribu kuibua changamoto za watoto wasiokuwa na baba au baba umeondolewa, wasiokuwa na mama au mama umeondolewa, wanapokosa lile tabasamu la wazazi, changamoto wanazokutana nazo katika maisha na katika ukuaji wao.